Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, moja kati ya mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup hatua ya nusu finali ambao ulikuwa ukisubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania siku ya leo na nje ya mipaka ya Tanzania, ni mchezo ambao unakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Azam Football Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ikiwa ni nusu finali ya pili ya kombe la CRDB Bank Federation Cup mara baada ya kutoka kushuhudia nusu finali ya kwanza hapo siku ya jana katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid uliopo jijini Arusha kati ya Simba dhidi ya Coastal, mchezo ambao ulimalizika kwa klabu ya soka ya Simba kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 na kuweza kutanguliza mguu mmoja finali, huku wakimsubiria mshindi kati ya Yanga au Azamu ambao watakwenda kucheza katika mchezo wa finali. Sasa fahamu mchezo ambao kwa sasa unaendelea kati ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club, mchezo ambao unachezwa katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Kwa upande wa golikipa ambaye ameanza kwa upande wa Yanga Sports Club ni golikipa Djigui Diarra, huku eneo la fullback namba 2 akianza Kibwana Shomari, fullback namba 3 ameweza kuanza Shadrack Isaka Boka, center back namba 4 Ibrahim Mohamed Baka, huku center back namba 5 ni Bakari Nondo Mwamnyeto, katika eneo la kiungo namba 6 Duke Abuya, winga namba 7 Max Nzengeli Mpia, kiungo namba 8 Mudathiri Yaya, basi mshambuliaji namba 9 ni Prince Mfumela Dube, huku katika eneo la kiungo namba 10 akianza Alan Okello Starboy, na winga namba 11 ameweza kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Pacome Zouzoua. Kwa hiyo ukiangalia kikosi hiki kwa upande wa mfumo ambao tutakwenda kuutumia ni 4-2-3-1 kwa sababu watakuwa na mabeki wanne ambapo ni Kibwana Shomari, Shadrack Boka, bila kumsahau Ibrahim Baka na Mwamnyeto, lakini pale juu atakuwa na double pivot, yani viungo wawili Duke Abuya sambamba na Mudathiri Yaya, basi na mbele yao kutakuwa na viungo wa ushambuliaji watatu, yani Maxim, Alan Okello na Pacome, na mshambuliaji ambaye atakwenda kusimama kama mshambuliaji namba 9 pale ni mwana wa mfalme Prince Mfumela Dube. Kwa hiyo tunaona huo ndio mfumo ambao Yanga amekuja nao katika mchezo ambao kwa sasa unaendelea katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo Mwanza. Tuambie kwenye comment section kwa kikosi hiki ambacho Yanga wameanza nacho, mchezo ambao unaendelea pale CCM Kirumba Mwanza. Je, unaiona Young Africans ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi, ama ni timu gani ambayo unaiona itakwenda kutinga hatua ya finali kati ya Yanga au Azam? Kushuka kwenye comment hapo, usahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu.